Sasa nahitimisha kwamba asitokee mtu yoyote wa kuanza kukudanganya tena, maana shida yetu ni kuanza kudanganyika ili hali sheria ziko wazi. Sasa asitokee mtu wa kukudanganya, kwa sababu hata mimi mkuu wa mkoa sina sababu ya kukudanganya wewe mwananchi, sina sababu. Lakini sina sababu leo siwezi nikasema haya bomoa nyumba ile, au siwezi nikasema haya NSSF ingia, au wewe mwananchi toka. No. Tukishindwana mimi na nyinyi, mkashindwana ninyi na NSSF, maana yake inabidi sasa iwe ni wewe NSSF katikati mahakama. Sasa na mahakama yenyewe inapoijua, kwa kuwa ni kitombo cha kisheria, kikiamua kikasema wewe mwananchi ni eneo lako, fine, hata mimi napiga makelele na nashangilia. Kikiamua kikasema wewe NSSF ndio eneo lako, nenda kaenda kubomoa, maana yake ni kwamba mimi mkuu wa mkoa sitang'aa tena hapo kuja kuzuia mahakama. Hapo ndio itakuwa mtego wa pili nimejiweka. Kwa kama bibi yangu huyu ataanza kubomolewa na yuko hapo hapo, kwa kuwa mahakama imeshaingia kati na imetafsiri maana ya haki. Kwa hiyo tutulie, mkao wa kutulia kwa Waislamu, ombeni dua, kwa Wakristo kuwe na sala za mara kwa mara, Mwenyezi Mungu hawezi kuacha. Mmenielewa ndugu zangu? Asante sana. Kuhusu nani anamiliki kitu gani kwa mujibu wa sheria, hebu naomba urudie tena. Eneo ni la NSSF. Eneo ni la NSSF. NSSF. Asante. Kwa upande wa control number, malipo yako kwenye aina mbili. Ya kwanza unalipa malipo ya awali 20%, ambayo control number yake itakuwa na uhai wa muda wa mwezi mmoja. Kwa hiyo maana yake ni kuanzia mwezi Agosti mpaka Septemba 2024 ilitakiwa imeisha, na malipo ya mwisho ni 80% ambayo ilipaswa kukamilika mwezi Novemba. Lakini baadhi ya wananchi walikuwa wakiomba kuongezewa muda wa control number na mfuko ulikuwa ukiongezea. Na mwezi March mwaka huu control number zote zilifunguliwa, zilikuwa wazi, na hata sasa wakijaribu malipo wanaweza kufanya. Sawa. Sasa mimi nimeiona busara ya wananchi. Unajua wananchi hawa, au mimi kwa mtumishi wa serikali haimaanishi kuwa niko na wananchi. Mimi sipo na mwananchi wala sipo na NSSF, nipo na sheria. Sheria nikitafsiri vizuri, nitamuita mtu wa ardhi. Kwanza nitasema naombeni wiki moja tupite na nyinyi wananchi wote tukague kuhusu umiliki wa ardhi. Woga wangu wa kwanza utasema hivi: why if ikatokea kwamba eneo ambalo ulidhani sio la NSSF likala NSSF, je, utaondoka kwa hiari au utasubiri tubomoe? Au why if eneo ulilodhani ni la mwananchi, eneo ambalo ulidhani ni la kwako NSSF, halafu kumbe ni la mwananchi na umejenga magorofa, je, utakubali nibomoe au utakataa? Sasa namna kutatua mgogoro huu tunaamua wenyewe, kwamba mkuu wa mkoa, punguza maneno, weka sheria mezani, tutafsiri kwa pamoja. Wanaosema tutumie sheria hizi kutafsiri, nyosha mkono. Wanaosema mkuu wa mkoa, shika katiba, ruhusu kila mmoja aende mahakamani, mahakama ikaamue, kitakachoamuliwa pande zote mbili tutakuwa pamoja, nyosha mkono hivi, punga kwa amani. Wanaosema mkuu wa mkoa, kwa kuwa wewe ni baba, hebu ona namna ya kutumia busara kwenye mambo haya, hebu nyosha mkono hivi. Jamhuri ya Muungano, kazi endelee. Kuna kitu kimoja nimeanza kufurahi juu yenu, mjipigie makofi bila hata kujua.